Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatengeneza yale machipukizi ya mahindi. Ni chakula kimoja kizuri sana kwa kuku na kuku wanakipenda sana. Na sio tu kukipenda, hata kuku wakila huwa wanakuwa na afya bora. Kuku huwa wananawiri, wanapendeza, wanataga vizuri, wanakuwa na afya nzuri, lakini vile vile kwa wale watu ambao wapo maeneo inakuwa kwao ni changamoto kupata majani au kuku hawana ile eneo kubwa la kuzunguka ili wapate majani, basi ukiwa unapanda haya machipukizi ya mahindi itakusaidia sana. Kuku wako unakuta unawafungia ndani, wanakuwa laini au wanataga mayai ambayo yana kiini cheupe kwa sababu wameshindwa kutembea kufuata majani mbalimbali. Basi itumie hii namna ya kutengeneza haya machipukizi ya mahindi. Ni gharama nafuu, ni chakula ambacho kina ubora wa hali ya juu na inaenda kukupunguzia gharama za kutengeneza chakula kwa kiwango kikubwa sana, kwa kuwapa kitu kilicho bora na kitu wanachokipenda sana. Sasa nisikilize mpaka mwisho ili ujue namna ambavyo unaweza ukatengeneza haya machipukizi ya mahindi vizuri kabisa na ukayatumia kwa muda mrefu, muda wote ambao wewe utakuwa unapenda kuwapa haya machipukizi ya mahindi na kuku wako wakawa na afya bora kabisa. Kitu cha kwanza utaandaa mfuko. Ukisha kuwa na mfuko, basi utaandaa mahindi ambayo ya kiwango ambacho wewe utakuwa unahitaji. Inategemea kama ni mengi basi utakuwa una kiroba kikubwa, na kama ni machache basi unaweza kuweka kiroba tu cha kawaida au cha saizi ya kati. Utaweka mahindi, ukishaweka mahindi utakifunga kile kiroba. Ukisha kifunga utaenda kukiweka kwenye maji, unaenda kukidumbukiza kwenye maji. Mfuko ambao utatumika hapa, tumia mfuko huu wa sulfate. Usitumie ule mfuko ule wa nylon, hapana, tumia ule mfuko wa sulfate. Utadumbukiza kwenye maji, yanaweza kuwa labda kwenye pipa, kwenye sufuria kubwa au kwenye jaba. Utayatumbukiza yaloe kwa muda wa masaa 24. Yakiwa ndani ya ule mfuko kwa muda wa masaa 24, yale mahindi yataloa kabisa. Yakishaloa vizuri yale mahindi, basi utayatoa mle kwenye yale maji. Baada ya hayo masaa 24 kupita, utayatoa kwenye yale maji, utaenda kuyaweka sehemu, utayaacha yakae kwa muda wa siku 3. Baada ya siku 3, nenda kayaangalie yale mahindi. Kama yale mahindi yatakuwa yameshaanza kutoa vile vimbegu au yameanza kutoa vichipukizi vidogo vidogo, kama mmea fulani unakuwa mmea mdogo. Ukiona tayari yameshatoa hivi vimbegu vidogo, baada ya hizo siku 3, basi utaenda sehemu ambayo ina mchanga au eneo lako la nje, eneo dogo tu la kawaida. Utatengeneza lile eneo safi kabisa. Ukishalitengeneza katika hali ya usafi, utakuwa na kitu kama neti. Unachukua neti, yani kitu chenye wavu kama neti hivi, kama neti ilivyo, kipande cha ile neti utakitandika chini. Ukishakutandika chini hiki kipande cha neti, basi hapa chini hapa sasa ukishatandika utamwaga haya mahindi ambayo yana yale machipukizi. Mahindi ambayo yana hivi vichipukizi utayamwaga pale chini. Ukishayamwaga utatafuta mchanga. Unaweza kupata mchanga au udongo. Ukishaupata utaenda unamwaga juu ya yale mahindi. Sasa ukishamwaga juu ya yale mahindi, basi utakuwa unamwagilia na maji lile eneo. Baada ya kuweka ule mchanga utamwagilia, lakini tena kesho na kesho kutwa utamwagilia tena. Ukishamwagilia kwa muda kama wa siku 3, vile mahindi vitaanza kuwa virefu. Mpaka siku ya 5 vinakuwa virefu kabisa. Vikisha kuwa virefu vile vichipukizi, basi pale sasa ndo una uwezo wa kutoa yale mahindi kutoka au yale machipukizi ya mahindi, ukawa unayatoa vizuri au yanakuwa yameambatana na mahindi pamoja na vile vichipukizi vyake au vile vimea ambao vinakuwa vimetokea. Utayatoa pale kwenye ile eneo. Utakuwa unatoa kidogo kidogo, maana haya ukiwapa kidogo tu kuku wanakula, wanashiba, huwa wanayafurahia sana, lakini huwa wanashiba sana. Na pia huwa yanakuwa yameongezeka uzito wake. Hata ukienda kupima baada ya kutoka kwenye yale maji, huwa unakuwa umeongezeka mara 2 ya ile ambayo ulikuwa umepima mwanzo. Kwa hiyo hapa sasa utakuwa unachota kidogo kidogo, unakata kaeneo kadogo ka yale machipukizi ambayo unakuwa umeyapanda, unaenda unayaosha vizuri kabisa, kwa sababu yanakuwa yana mchanga mwingi sana. Unaosha vizuri kabisa, yanakuwa yamebaki muhindi pamoja na lile chipukizi. Baada ya hapo ukishayaosha, unawapa kuku wale. Labda kama ulikuwa ukiwapa kuku wako chakula labda kilo 5, siku ambayo utawapa haya machipukizi ya mahindi, basi unaweza ukaenda kupunguza kabisa kile chakula ambacho unawapa, ukawa unawapa kilo 5. Labda ukaweka kilo 3, halafu
hizi kilo 2 ukawa umeweka haya mahindi. Haya mahindi sasa sio lazima yafike kilo 2. Unaweza kaweka tu kilo 1 kwa sababu ni chakula ambacho wakila huwa wanashiba sana. Yaani huwa kinawashibisha na huwa wanakipenda. Kwa hiyo siku unaweza ukaweka chakula cha kawaida ambacho umekitengeneza kilo 3, lakini kilo 1 au kilo 1.5 ukawa umeweka haya mahindi na kuku wako wakawa wana afya bora kabisa na utagaji wao ukaongezeka. Vile vile hata wale kuku wa nyama wakawa wana nyama nzuri na wakawa wanakuwa kwa kiwango kizuri kabisa. Sasa hapa nakushauri utumie zaidi mahindi yale mahindi lishe, upate yale mahindi lishe ndio kuku wao wanayapenda sana. Ila ukiyakosa basi unaweza kufanya hivyo hata kwa haya mahindi ya kawaida. Ila kama una uwezo kupata yale mahindi lishe ni yale mahindi ambayo yana rangi ya njano. Achana na haya ambayo wanatumia kutengenezea popcorn. Hapana, haya mahindi ya njano lakini ni makubwa makubwa. Yana umbo kama la haya mahindi ya kawaida lakini yenyewe ni ya njano. Ukiyapata haya kuku wao wanayapenda zaidi na huwa yanaimarisha vizuri zaidi kwenye ukuaji na kwenye utagaji wa kuku. Niwakumbushe KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp ambapo unalipia ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Unaweza kupata darasa, kama una maswali utauliza na utajibiwa. Lakini vile vile ukijiunga na hili kundi utapewa ushauri aina ya kufuga kuku na sehemu ambayo utawapata au vifaranga, lakini vile vile na chakula gani kizuri ambacho unaweza kukinunua na kikafanya vizuri kwa kuku wako ili uweze kupata matokeo mazuri. Pia KingoFarm tuna vitabu 5 vyenye miongozo ya ufugaji. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, hiki ni kizuri kwa ajili ya kujua mwongozo pamoja na formula za chakula za layers pamoja na chotara. Lakini tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, hiki kina miongozo yote ya kumfuga kuku wa kienyeji. Lakini vile vile tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, hiki kimeelekeza kuanzia day 1 unapompokea broiler bandani kwako mpaka unamuuza umpe vitu gani kwenye formula ya chakula, chanjo za asili, booster za asili, vitamini za asili, vitu kama hivyo. Kina miongozo yote ya broiler. Lakini kitabu cha 4 tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kitabu kina tiba zote za asili za kuku, za magonjwa yote, magonjwa ya virusi, magonjwa ya bakteria. Utaweza kujua dalili za ugonjwa wa kuku na namna ya kwenda kumtengenezea tiba na utampa na atapona vizuri kabisa. Na kitabu cha 5 ni kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kitabu ni kizuri sana kwa yule lena au yule ambaye hawezi vizuri kutumia tiba za asili kwa kuku, hajui apangilie vipi ratiba yake. Hiki kitabu kimekupa ratiba kamili kuanzia siku ya kwanza mpaka utakapokuwa unawafuga kila siku. Kimekuelekeza labda Jumatatu mchanganyie kitu fulani, Jumanne mchanganyie kitu fulani, na kina miongozo hiyo kwa kuku aina zote, ambao unamuandaa kwa ajili ya nyama na ambaye unamuandaa kwa ajili ya mayai. Kimekupa miongozo yote ya namna hiyo. Kwa hiyo ukiitumia ndani ya muda mfupi unaona matokeo ni mazuri sana. Kimekupa ratiba yote ya kuwachanja, kuwapa booster za asili pamoja na formula 2, formula ya kuku wa nyama na kuku wa mayai. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini kitu kingine, tuna formula kama kuku wako hawatagi, tuna formula ni shilingi 5,000 tu. Kama kuku wako hawakui, labda unafuga vijogoo, unaona uzito wao unaenda taratibu, basi tuna formula ni shilingi 5,000 tu. Ukilipia nayo unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda, tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.